Dada Juliana, karibu sana Wadada Center. Asante. Umetokea wapi? Umetusikia wapi? Umetokea Kimara, nimeona kwenye mtandao. Okay. Facebook. Ndio. Okay, karibu sana. Asante. Una umri gani? 45. 45. Una nguvu za kufanya kazi hizi? Unaweza? Kabisa. Utaweza kukimbizana? Kabisa. Bosi kukutuma, mabosi wenyewe wadogo wadogo kama hawa na ni Maria Clara. Niko tayari. Nakwambia hivyo kwa sababu hiyo ndio changamoto kubwa tunayoipata. Wakija wadada wakubwa kidogo, umri wetu wa miaka 45, yani unakuta shida kubwa ambayo inatokea ni mtu ambaye anaonyesha kiburi, akielekezwa hataki, yani anajiona alishakuwa mtu mzima kwa anajua kila kitu. Sasa ni kweli unajua kwa namna yako, lakini unapokuwa chini ya himaya ya mtu kwenye ajira, ni lazima umsikilize yule mtu aliyekuajiri. Ufanye vile anavyotaka yeye, sio wewe uzoefu wako unavyotaka. Ndio maana mimi nakuuliza kwamba utaweza kutumwa na kuelekezwa? Utaweza kabisa. Haya, tutaona. Karibu. Kwa hiyo lengo la kuja hapa ni nini, dada Maria Juliana? Lengo la kuja hapa mimi kutafuta pesa, niongeze mtaji. Okay, unapenda kupika, nilikuwa napika. Nilikuwa napika. Sasa nikaona sifikii vile ninavyotaka. Okay. Mtaji ni mdogo. Mtaji ni mdogo. Ulikuwa unapika ni mamalishe au ni wapi huko? Huko Kimara. Kimara kule. Kwa sasa umefunga biashara kabisa? Nimeacha na karibia miezi 3 toka umeacha. Ndio. Okay. Kwa sababu na vile watu tunafukuzwa, kwa hiyo upate sehemu nzuri ukakaa ukatulia, na vile pesa ni ndogo. Unaitumia. Nikaona kupitia hiyo Facebook, nikachukua namba nikapiga. Nilipopiga nikaulizia, wakaniambia una uwezo wa kufanya kitu gani? Nikamwambia kupika. Ndio. Kwa hiyo unaweza kupika vizuri. Ndio. Ulijifunzia wapi kupika? Sijui, ni neema ya Mungu tu. Kwa sababu napenda kiko ndani. Kwa hiyo unapika vizuri kabisa. Wateja wanafurahia chakula chako. Ndio. Okay. Lakini pia una familia, watoto, mume ameshakufa. Na watoto. Wana ukubwa gani? Mmoja yuko hapo IFM. Mmoja yuko Mwika. Mwika ni chuo cha Biblia. Ni wakubwa kumbe. Okay. IFM anasoma mwaka wangapi? Anamaliza hivi karibuni nafikiri. Okay. Mwezi wa 7. Mwezi wa 7 atamaliza. Na huyo wa chuo cha Biblia? Yule bado anatamani kuendelea. Ni wa kike wa kiume? Wa kiume. Wote? Ndio. Okay. Haya, hongera. Na wewe sasa ndio baba ndio mama? Unasema baba yao ashatangulia. Ndio baba ndio mama. Inabidi uchakarike ndugu yangu. Inabidi utumike kweli kweli. Sikuwa nakuuliza unaweza kutumwa? Naweza. Unaweza, inabidi uweze. Maana majukumu ulionayo, ukitaka kuleta ukubwa wako wa kujifanya si mimi mtu mzima, utaumbuka. Yaani unatakiwa sasa hivi upambane, yani ukipata bosi, yani huyo bosi yani si mkwambieje, kabla hajaongea ushaitika. Akikutuma vitu vyake uvifanye vizuri, na ukifanya chochote kibaya unyenyekee kwa ile kuomba radhi, jamani madam samahani, kitu hakitakirudia, kutoka moyoni. Ukiwa hivyo unafanikiwa, utapata mtaji wako, utarudi kwenye biashara na utaendelea kuwasaidia vijana wako. Lakini pia vijana wamesogea, mshukuru Mungu. Wamesogea kama huyo IFM unayesema. Mbona sasa hivi tu ataanza kumsupport mama yake. Mshukuru Mungu sana. Si ndio? Huyo hakuegemei sana. Si wanapata ile boom, wanapata ile ya boom ile. Kwa hiyo anakuwa sio mzigo kwako tena sasa hivi. Ipo, lazima umpatie. Lakini yani sio sana. Unamshukuru Mungu. Hongera sana. Huyo kwenye chuo cha Biblia ndio kidogo bado. Sawa. Basi hamna shida. Dada Juliana, karibu sana hapa Wadada Center. Sisi bana tunamshukuru Mungu ametupa neema ya hichi kitu. Kwa maana hichi kituo, hii huduma ya kwenda kusaidia watu majumbani, na kwa kweli imekuwa inawasaidia watu ambao ni wanyenyekevu, watu ambao wana heshima bila kuangalia umri wao.
watu ambao wako tayari kunyenyekea na kufanya kazi kwa bidii, hawa wanatoboa, wanapata mitaji, wanapata hela nyingi sana. Kwa hiyo karibu wewe, ukienda na hizo tunaita nini, ethics ni nini jamani, maadili. Ukienda na maadili haya tunayoelekeza, kwa sababu si maadili yote haya ni neno la Mungu, yaani sisi tunaongozwa na neno la Mungu. Sasa kilichonifanya nije nilivyosikia tu vile unaongea kuhusu Mungu, nasema hapa lazima nitapata kitu. Sasa Mungu huyo, wengine tunaishiaga kuongea kwa maneno, lakini matendo yanakuwa ni tofauti. Na Mungu wetu amesema yeye atatutambua kwa matendo yetu, sio maneno yetu kuwa mengi. Watu wengi wanaojifanya wa Mungu siku hizi ni wanaongea sana, lakini ukiambiwa matendo yake unashika kichwa. Shetani ana afadhali. Kwa hiyo ndio tofauti yetu. Na ndio maana hapa sisi tunaweka vitu kwa ushahidi. Ukija tunakufanyia kipindi, ukienda huko ukizingua, tunarudi hapa tunasema sasa kwa nini nifanya hivi? Hichi kitu ni sahihi? Sio sahihi, si ndio? Ushahidi. Maana kama tunamtaja Mungu, tuonyeshe matendo yetu. Matendo yetu yamshuhudie Mungu tunaye msema. Si ndio? Kwa hiyo karibu, ukiwa ukimtanguliza Mungu mbele na kufata matendo ambayo Mungu ametuagiza, kwamba usimtendee mtu jambo ambalo wewe upende kutendewa. Lazima utaishi na bosi wako vizuri. Lazima utakaa na watoto wake vizuri, nyumba yake utakaa nayo vizuri, vitu vyake utaviangalia kama vya kwako. Kwa sababu Mungu anatuambia tuwe waaminifu katika madogo, ili aweze kuja kutubariki au kutunyanyua. Sasa ukiwa ni mtu ambaye unafuata hayo maadili, hauwezi kushindwa kuishi na watu, na watu watakuwa nakulilia siku zote. Yaani ukiondoka ukimwambia bosi wako naondoka, atalia. Kwa nini? Kwa sababu ya mambo mema unayomtendea, jinsi unavyoishi naye vizuri. Na hizo ndio pesa. Pesa zinazotafuta zimejificha kwenye tabia zetu za kila siku. Kwa hiyo karibu sasa. Asante sana. Unatafuta kiasi gani? Haujajua. Sawa, hamna neno. Hapa kwetu kwa mshahara mdogo wa 1,500,000, ukifanya mwaka unapata 1,800,000, unakaa kwa bosi, unakula kwa bosi. Kwa hiyo lazima utasave. Ukiweza kupambana ukapata ile ya 300,000, kwa mwaka unapata 3,600,000, ni hela nzuri. Ukiweza sasa kufika kwenye ile ngazi ya juu kabisa ya professional, kama unaisema umepika muda mrefu, kwa watu ambao wanapika kwenye position kubwa, anaweza akapata professional hata kama hajasomea. Kama ni mtu ambaye sasa sio mamalishe za kawaida. Mamalishe ya kawaida wajipika, walio wengi wako wachache, walio wengi wanapika kawaida. Kwa hiyo kama ujuzi wako utaonekana ni mkubwa, unaweza ukapata mshahara mzuri. Kwa hiyo uhakika wa kupata mtaji hapa ni 100%. Cha muhimu na wakaribisha. Mwende mkapambane. Sisi tuna miongozo yetu tunawaandalia. Huu hapa ni kwa ajili ya kazi za ndani specific, na hii hapa ni safari yangu ya maisha. Nyie mabinti ambao mnaanza maisha, nimewatengenezea ramani ya uhakika kwa mtu ambaye tayari ameshapita hatua ambazo wewe unataka kupita sasa hivi. Kwa hiyo pia ni sehemu ya kujiongezea maarifa, sababu Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa wakosa nini? Maarifa. Kwa hiyo wengi unaona anatamani kufika mbele, lakini haongezi maarifa, na kwa sababu huongezi maarifa huwezi kujua namna ya kwenda. Unakuwa unaenda kama kipofu. Sasa ili usiende kama kipofu, inabidi uangalie ni nani wa kukushika mkono, ambaye tayari alishafika pale unapotaka kufika. Haya, karibu sana dada Juliana. Asante sana. Haya.